Halima Idi Nasoro, mbunge mteule, viti maalum CCM, nikiwakilisha wafanyakazi wa sekta binafsi na serikali. Bwana, inakuwa vipi Mwanaswahili TV? Hujambo na karibu kwenye makala hizi. Siku ya jana nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikuwa naomboleza kifo cha mbunge ambaye anajulikana kama Halima Idi Nasoro, ambaye ni mbunge ambaye aliteuliwa katika chama cha CCM. Sasa kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vinaendelea kwenye mitandao ya kijamii baada ya bunge la Tanzania kuposti picha ya mbunge husika na kutangaza kifo chake. Sasa hapo walikuwa nasema kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Musa Azan Zungu anasikitika kutangaza kifo cha mbunge wa viti maalum Mheshimiwa Halima Idi Nasoro kilichotokea Jumapili tarehe 18 Januari mwaka wa 2026 katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam alipokuwa akipokea matibabu. Sasa akanukuliwa akisema kuwa kwa masikitiko makubwa natangaza kifo cha mbunge wa viti maalum Halima Idi Nasoro kilichotokea leo tarehe 18 Januari mwaka wa 2026 jijini Dar es Salaam. Natoa pole kwa waheshimiwa wabunge wote, familia ya marehemu, ndugu, jamaa na marafiki. Mwenyezi Mungu awape moyo wa uvumilivu na subra katika kipindi hiki kigumu. Alisema hivyo spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa nilikuwa napitia baadhi ya comments ambazo zilikuwa zinakuwa posted na Watanzania kwenye mitandao ya kijamii kutokana na kifo cha marehemu ama Halima Idi Nasoro ambaye alikuwa mbunge katika tiketi ya chama cha CCM. Na kuna kitu moja ambacho kilinivutia zaidi, kwa maana wengi ambao walikuwa nadondosha comment zao pale walikuwa na sherekea kifo cha mbunge. Inaonekana walikuwa nafurahishwa na kile ambacho kilifanyika, kwa maana hapo mwanzoni walikuwa nasema kuwa huyu ni mbunge ama mmoja wa wabunge ambao walikuwa nasema kuwa waandamanaji wapigwe tu. Inakuaje mzee? Mambo mazito hayo mzee. Naam. Mwanzo pole kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki. Bi Nasoro ametangulia mbele za haki, na kwa hakika baada ya kulazwa ikawa sasa hangeweza kurudi nyumbani. Na mwili wake ukazikwa jioni. Ilikuwa ni kuaga asubuhi, jioni naye sasa kwa mujibu wa taratibu za dini, unaona. Na katika hili wenyewe wanasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Kwa hiyo katika hili lazima kuwe na mambo mseto. Naam. Kwa sababu inategemea uliishi na watu vipi. Ndio siku hizi watu ni wakavu mno. Wanakuja kwa mbinu za ukavu. Zamani ilikuwa ni pole ama unaficha kwa unafiki, lakini siku hizi kizazi cha Gen Z, kizazi cha touch screen, kizazi cha mitandao hii, wanakuambia hapo hukumu ni hapa. Kizazi cha simu janja. Wanasema hapana bana, wewe ulikuwa mtu ambaye wakati tunauawa ama tunaangamizwa ama tunapitia dhiki kuu, uliunga mkono serikali kwa sababu uliteuliwa kwa maana bunge, kiti cha bunge maalum bungeni. So katika hili basi wengi wa watu hawakuwa na maneno mazuri kwake, kwamba wewe ulitakia watu wafe, wewe pia naenda tu. Kwa nini sasa niwe mnafiki niomboleze na wewe mwenyewe ulikuwa ni mtu ambaye hauna utu? So wacha watakaokuombeleza wewe ni watu walifaidi kutoka kwako, ama wale wa karibu na wewe. Manake duniani sasa tunaishi kimaslahi zaidi. Unajua kuna tamko moja ambalo liliwahi tolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiongea kuhusu wale ambao walikuwa wametekwa na kuuawa. Akasema ya kuwa yule amekufa ni kifo tu cha kawaida. Sasa I think hii ndio issue ambayo inawapelekea wengi wa Watanzania kucharuka na kusherekea ile hali ya mbunge kufa na hata kiongozi kupata kila ambacho tunachokita ajali ama kitu kama hicho. Iwe funzo, manake inategemea unaishi vipi na watu katika jamii. In a society, how do you live, how do you coexist? Mzungu anakuambia. Je, unatangamana vipi na
wenzako katika jamii. Ndio una nafasi kwa maana labda pengine waziri, labda ndio wewe ni rais, labda wewe upo katika idara ya usalama, unaona. Haijalishi uko wapi, lakini inategemea unaishi vipi na wananchi. Mwisho wa siku hao ndio watakushushia hukumu. Kwa hiyo ikiwa sasa umewadharau na wachukua waonekane ni watu ovyo ama hivi hivi tu, wao pia vile vile ni binadamu, wana moyo wa nyama, sio moyo wa chuma. Watakuwa na kila sababu ya kufurahia maovu yanapotoka dhidi yako. Rais anaporopokwa tu na kusema ni kifo kama kawaida. Yeye leo hii akaondoka, unajua watu wengine huenda pengine watu wakasherekea. Sure, kama ilivyotokea kwa Mobutu Sese Seko, kama ilivyotokea kwa Saddam Hussein, kama ilivyotokea wengine kwa Muammar Gaddafi nchini Kenya, kama ilivyotokea kwa mwenyekiti wa tume ya kupunja watu ya uchaguzi nchini Kenya wakati huo, bwana Wafula Chebukati. Wacha hata Wafula Chebukati, kabla yeye kulikuwepo na mwingine kwa maana Samuel Kivuitu. Watu walisherekea. Unaona? So society ukiwa mtu hata wengine washaweka majina yao tayari. Niliona akiondoka tutapiga sherehe. Niliona hata kuna enzi fulani wengine walikuwa wanasherekea kifo cha Nungai. Aliwahi kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na yeye pia alishirikiana na waafidhina kupitisha sheria ambazo zilikuwa ni za kukandamiza, sheria kandamizi. Wewe una expect watu wakufurahie wakati umekuwa ni mhusika mkuu katika kuchangia ugumu wa maisha. Inakuwa ni tabu kupatikana kwa maji safi, inakuwa ni tabu kupata nguvu za umeme mfululizo. Hapa narejelea nguvu za umeme zinapatikana kwa mgao, ni majenereta tu. Unaona, inakuwa ni tabu, barabara isokuwa rafiki, shuleni watu wanapitia tabu. Unaona, magonjwa ndio hayo, ukienda hospitalini dawa hazipo, kupata daktari ni mtihani. Kwa hiyo jamii inakuwa katika mazingira ambayo ina kelele kupitiliza. Na sasa wanakuwa na hasira kilindini mwa nafsi zao, na wanatafuta mahali pa kushusha hasira zao. Kwa hiyo mtu kama huyo anapoondoka, na alikuwa ni mojawapo wa watu ambao wamewadhulumu ama wamechangia pakubwa kwa wao wenyewe kuonekana kwamba wafai katika taifa lao, watu wanasema hewala. Unaona, pamoja na kuwa sio vizuri kufurahia ama kusherehekea kifo cha unaona Na unadhani hizi ni jumbe ambazo wakati fulani huwa zinawafikia hawa viongozi, ama wameamua tu kujitia mnazo? Wanaziona, si wanazisoma. Si hata saizi wanasikiliza hapa kwa Swahili TV. Namuona hata Makonda anasikiliza vizuri sana hapo. Namuona Kikwete na genge lake ama wale chawa wake wanasikiliza. Chawa CCM wanasikiliza, upande wa Chadema wanasikiliza, kanisa na inchi, wale ambao wapo nchini na nje ya taifa hili wanasikiliza. Kwa hiyo katika hili lazima wao wanafuatilia na wanasoma sopo kwenye mitandao. Kwani wanapokuja kujibu mapigo huwa wametoa wapi taarifa hizo? Na hata ajabu ni kwamba Tanzania hapa kuna idara ya jeshi la polisi imetenga idara maalum ya kupitia mitandao ya kijamii. Unaona, polisi wa kufanya doria mtandao. Doria mtandao. Doria gani? Unajua kazi ya polisi ni kubwa zaidi. Hiyo waandike watu ambao wapo labda pengine katika wizara ya mawasiliano. Sasa unachukua watu ambao hiyo si kazi yao. Unaona? Lakini kwa vile ni nchi ambayo inatawaliwa kwa mkono wa chuma, dhana ya kudanganya dunia kwamba ni nchi ya amani, lakini nyuma pazia wanadhulumu watu kupitiliza, inakuwa haifai. Unaona, hata wakili ambacho mpaka leo kesi wamesema itafunguliwa, na I think ni mwezi wa pili au mwezi wa tatu ya Tundu Lissu. Ndio. Mpaka mwezi wa tatu uko naona. Na ukikaa vizuri uangalie makosa ama mashtaka hayana msingi, unatarajia watu wakufurahie. Inakuwa ni mtihani. Unaona, sikiza huyu, kuna baadhi ya comments ambazo zimedondoshwa kwenye timeline ya bunge la Tanzania kwenye mtandao ama ukurasa wa Facebook. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Victor Moshi, anasema huyu ni yule alisema wapinzani wauliwe, kafa yeye. Kwanza ni mbunge wa uchaguzi gani uliofanyika? Unajua kikatiba wanasema kuna wale wa kuteuliwa. Kwa hiyo swala la kujua lichaguliwa na nani, hiyo saa jue ni katiba ya nchi imesimamia. Lakini
bado tunarudi pale pale tu. Hizi sasa ni mrejesho kwa maana feedback kwa uongozi kwamba mnachokifanya labda pengine kimekwaza wananchi wa taifa, unaona. Na kwa maana hiyo lazima mnyoke tu, unaona. Hata kile wanachokifanya viongozi wa dini pia vile vile wanapozungumza wanawekewa ama wanabambikiziwa kesi. Yaani watu wataki kutajwa ama kusemwa vibaya, wamekuwa miungu watu. Unapokuwa miungu watu katika jamii, watu wanatafuta njia sasa kuweza kujieleza bayana kupitia mifumo tofauti. Juzi wamemkaba koo mwalimu Clarence Mandambo. Inabidi sasa ungame dhambi zake na jaribu kusafisha mambo yake mitandaoni, unaona. Kwa kimombo unaita gagging. Unaona Naam. Kuna mwingine anajulikana kama Ali Kisusi, anasema ya Rabi, ikikupendeza mchukue na yule Bi Msumi. Ni kumtakia mauti. Naam. Adui muombe njaa, asiwe na nguvu, afya wala uwezo wa kuweza kukabiliana naye. Afande Sela akasema adui muombe njaa, atanyosha mikono juu, hata ingawa yeye ni shujaa. Unaambiwa hakuna mbabe mbele ya kaburi. Ina meza yoyote yule. So inategemea umeishi vipi na wenzako katika dunia hii. Ndio jambo la msingi mwisho wa siku. Sio unadhulumu, unajilimbukizia vitu, ubabe mwingi. Lakini sasa pia hata wananchi lazima pia wawe na mbinu za kuheshimu sheria ama kutii sheria, pamoja na kuitakia mema taifa lao. Lakini haimaanishi kwamba wanyamaza wanapoona mambo yanakwenda upogo ama tenge. Kuna mwingine hapa ambaye anajulikana kama Eric Benda, Mpalianda, Tanzania, anasema spidi iongezeke jamani, mnakufa taratibu sana, jitahidini kwa mwezi muwe mnakufa 20. Kwa vile tuseme kama alivyosema Mwandambo. Amechoka yeye. Emmanuel Gabriel anasema taharuki ya nini? Kifo ni kifo, mbona tunasumbuana hivyo? Mungu mbona hachukui Kambale mkubwa Njania? Hukumu ya Mungu haiharakishwi. Anasema hivyo kila. Unajua hata kuna watu waovu wameishi sana miaka mingi. Kuna mwingine niliwahi msikiliza kutoka Kenya anasema Moi ameishi muda mrefu sana, alihangaisha watu na kusababisha wengi kupoteza maisha. Mbona Mobutu aliishi muda mrefu? Mbona Idi Amin aliishi muda mrefu? So katika hukumu huwa inategemea Mungu amepangaje. Unaweza kuwa unasema huyu aende mara afai, lakini mwisho akaungama dhambi zake na akawa Mungu amemtakasa. Ama mwingine amepewa roho mfano wa Farao, roho ngumu, anakufa na dhambi zake begani, unaona Kileo Sanya anasema Mungu hawai wala hachelewi kujibu kwa wakati wake. Alafu tuko na mwingine hapa ambaye anajulikana kama Emmanuel Emajira, anasema walikaa kimya wakati wa mauaji ya Oktoba 29 mwaka wa 2025 ili wabaki kwenye system. Sasa wanaanza kutika mmoja baada ya mwingine. Karma Israeli. Mapigo ni yale yale. Unajua kuna mtu anaweza kuwa, ama tuseme kwa mfano umepata ajali. Na wewe ni kiongozi fulani ama ni mkuu wa polisi ama wakili ama jaji, na upo katika mrengo wa watekaji, watu wasijulikana ama dhuluma. Watu watakuwa na kila sababu ya kurukaruka, kwa sababu wanasema hata kumbe nyinyi pia mnaweza simngezuia hiyo. Na nakumbuka wakati mmoja jaji mstaafu Bwana Warioba anasema alikuwa anaendesha gari, anafika pale karibu na posta ndia kate upande wa kushoto kuna kanisa hapo pembeni, ukielekea baharini huko. Akakutana na maaskari pale wamesimama, ilikuwa Jumapili, wakakimbia mbio kumsalimu, mkubwa, hata pia sisi bwana hali sio sawa bwana, unaona. So inaonyesha kwamba ukidhulumu watu unakuwa na adui ndani na nje ya himaya yako. So kuna wale ambao wanasherehekea, lakini kuna wengine wanapoaga ama wanapopatwa na majanga, watu wanakuwa na masikitiko makubwa mno, unaona wanalia. Nakumbuka kifo cha hayati Magufuli, njoo alikuwa na bado maadui na wale ambao kwa hakika ambao walikuwa na mkubali. Lakini sasa kwa vile watu wa chini walimkubali zaidi, kinyume na jinsi ilivyo kwa wale ambao walikuwa ni wapigaji, unaona, wanaopiga dili ama fedha. So katika hilo unaweza kuona yule
walimwomboleza kupitiliza, wanaweka kanga ama leso barabarani, wanaweka matawi yani barabara ilijaa asubuhi mpaka jioni, barabara zote Dar es Salaam mzima, unaingia Dodoma ikawa ni vivyo hivyo, unaingia kule Mwanza ndio usiseme. Safari mpaka kule Chato haikuwa ni safari ndogo, na vile ni mwendo mrefu. So watu wakamwomboleza kweli. Lowassa hali ilikuwa ni hivyo hivyo, Ndugai akaoma nje. Wale wengine wote ambao pia wamekuwa pale wakina Membe ikawa sasa wacha potelea pote, unaona Angalia kama taifa jina la Kenya. Mtu kama Kibaki alipokufa wengi wakaangalia unaona. Wengine hata ikuwahusu, unaona. Lakini anapoaga Raila Odinga yale maombolezo, unaona. Labda sehemu kidogo tu ya nchi ya Kenya ndio labda walisherekea chini ya maji, lakini wengi kwa hakika karibu taifa hata huko iliwagusa kiasi cha haja. Mpaka leo bado watu wanakwenda kaburini kule kwa ajili ya kutoa pole zao kwa kile alichowafanyia, manake alijihusisha na wale wanyonge ama walala hoi katika taifa lake. Na sio taifa lake tu, manake ilikuwa ni msiba wa taifa na kimataifa. Na ukiangalia tukimalizia zile harakati za kunja jamvi, kwa maana ukiangalia hizi comment zote ama baadhi ya comments ambazo ziko hapa ndio nimezisoma, lakini kuna wengi bado wanaendelea kuweka comment zao pale. Unapata kama ni comments ambazo si rafiki, unaona. Kwa maana kuna wengi ambao wanasherekea kifo cha mbunge husika. Sasa wewe hii inakupa taswira kama gani, wewe kama mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na vile vile kijamii? Ajua jinsi yani kuna kitu inaitwa utu. Utu ndio mtu. Ukiwa na utu utakuwa na faida kubwa sana duniani. Usiwe mlevi wa madaraka. Usiwe mlevi wa utajiri. Usiwe mtu ambaye unajiona sasa wewe ndio alfa na omega. Manake sisi sote ni wasafiri, tunaondoka, nitegemea utaondokaje na hali itakuwaje. So ukiwa wewe ndiye mkuu wa dhulma, wengine wanapata tabu juu yako, ama unafurahia wengine wanapopata maumivu, basi wewe jua mwisho wako haitakuwa salama ama itakuwa sawa. Kama si wewe, basi wajukuu ama vitukuu lazima watalipia madhambi yako. Kwa sasa unaona Kenya wameanza kusema kuna mtu ni kama mkubwa fulani anaenda kupoteza maisha. Yaani wameanza kusherekea. Tetesi hizo kwamba kuna mtu alienda India kwa matibabu saa hizi. Kutokana na kifo cha aliyekuwa mbunge Lugari Bwana Cyrus Jirongo, kwamba alizikwa na tochi. Unajua matambiko na tamaduni za Waafrika, kwamba alipata ajali na haijulikani katika mazingira yepi alijipata, kwa umbali wa kilomita takriban 120 kutoka mahali alipokuwa, kwa maana Nairobi mpaka Naivasha. Na gari lilomgonga mpaka leo wale abiria walikuwa kwenye ile gari hawajaionekana, hawajaisikika, hakuna mtu ameshaiongea. Unaona? So nasema kaziko na tochi kwa ajili ya mila kuwezesha kumwandama alihusika na mauaji. So saa hizi unaposikia mtu ni mgonjwa, wanasema tochi imeanza kufanya kazi, ni kama jamaa anaenda kukata roho. Na wewe ukiangalia kwa undani unadhani kama siku hizi matambiko huwa yanafanya kazi kweli? Dunia ni ile ardhi unayokanyaga ndio ardhi ambayo mababu walikanyaga. Unaona? Ni ardhi ambayo hatukuwa na mitandao ya kijamii na maendeleo makubwa yaliyopo, lakini ardhi ipo pale pale. Maji ni yale. Mbingu imesalia pale pale. Jua ina amka kutoka mashariki kuelekea magharibi, inapita katika jua la mtikati ama jua la utosi. Kwa hiyo mambo mengine yapo constant. Sema tu mabadiliko tu kwa sababu ya teknolojia na mbinu za mwanadamu kujiendeleza, lakini mambo mengine yako pale pale. Kwa hiyo kufuta utamaduni sio jambo ambalo ni rahisi. Sasa mbunge husika ambaye ni marehemu wakati huu Halima Eid Nassor alizikwa katika makaburi ya ibada kwa Dole Kigamboni jijini Dar es Salaam Januari tarehe 18 mwaka wa 2026 kwa kufuata kanuni za dini yake ya Kiislamu. Sasa ni vitu ambavyo nimekuwa nikifuatilia kwa karibu zaidi, ndio angalau nipate kujua hali halisi, kwa maana kumekuwa na comments nyingi ambazo sio rafiki. Mimi najaribu kujiuliza, ndugu jamaa na marafiki wanajihisije
pale ambapo wanaona comment kama hizi. Kwa hiyo ni Swahili TV, usisahau kusubscribe, like na vile vile kushare. Ukiwa kule magetoni, vijiweni na mitaani, ukisemezana na wana, usisahau kumjuza mwenzio kuhusiana na channel hii. Alafu baadaye pia akisha kuwa umedondosha comment yako hapo, ndio angalau tupate kujua hali halisi unajisije kutokana na makala zetu.